Mheshimiwa Festo Sanga, moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Waziri, kuimarisha timu ya taifa ni pamoja na kuhakikisha kwamba sheria na taratibu za michezo zinafuata nchini. Ligi yetu inaelekea mwisho, lakini kumekuwa na mvutano wa hizi timu mbili na viongozi wa TFF. Ipi kauli ya serikali? Mheshimiwa Stablaya, unataka kumsaidia kujibu Mheshimiwa Naibu Waziri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kama ambavyo unafahamu, shughuli za mchezo wa mpira wa miguu zina mamlaka zake za kimataifa na za kitaifa. Na tumekuwa tukisisitizwa mara kwa mara serikali kutoingilia moja kwa moja uendeshaji wa shughuli hizo, ili kuepuka kuja pengine hata kufungiwa na FIFA katika nyakati hizi ambapo kitakwimu nchi yetu inafanya vizuri sana katika uendeshaji wa shughuli za mpira wa miguu. Mamlaka za uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mpira wa miguu nchi hii ni TFF, ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu nchini, lakini pia na bodi ya ligi kuu, ambazo serikali, hata taarifa ambazo tunazitoa hapa tuna rely kwenye taarifa tunazopata kutoka kwao. Kuhusu mchezo anaosema, tunafuatilia kwa karibu jinsi ambavyo mgogoro huu unaendelea kutatuliwa, lakini huku tukijaribu kwa kiwango kikubwa kabisa kutoingilia moja kwa moja maamuzi ya TFF na bodi ya ligi. Lakini tumekuwa tukifuatilia kwa karibu, eyes on hands off, huku tukisisitiza TFF na bodi ya ligi kufuata na kutekeleza kanuni na sheria ambazo wamejiwekea za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa hivyo kifupi kabisa ni kwamba tunafuatilia jambo hili, lakini tukihakikisha kwamba hatuingilii moja kwa moja na kupelekea nchi yetu kufungiwa kwa vile mchezo wa mpira wa miguu unajiendesha wenyewe. Asante. Mheshimiwa Stablaya, hebu sema unayosema kwenye kisemeo. Maana naona umekuwa naibu waziri wa michezo. Nilikuwa nasema kuhusiana taratibu na sheria ni pamoja na kupata ripoti kwa nini mchezo wa tarehe 8 haukuchezwa. Sasa wewe ndio ulikuwa unakataza ushabiki. Sasa hapo unataka ushabiki. Haya, wa Simba anayetaka kumjibu. Esther Matiko, mjibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kama alivyojibu naibu waziri, lazima tuheshimu kanuni ambazo zinaguide mchezo wa mpira wa miguu tuweze kukuza vipaji. Tusiweke ushabiki. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Mheshimiwa Bunge, Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Bunge, Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Ndaisaba George Ruhoro, mbunge wa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Kushukuru Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Kungu, mbunge wa Tunduru Kaskazini, kwa ufuatiliaji mzuri wa shughuli za wapiga kura wake, ikiwamo shughuli za michezo, na naamini wana Tunduru Kaskazini wanaliona hili na hawatakuangusha muda utakapowadia. Kwenye kujibu maswali yake, la kwanza ni kuhusiana na kuvamiwa kwa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo. Kweli nakiri kumekuwa na jambo hili likitokea mara kwa mara, na mimi binafsi nimekuwa nikiingilia maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa na migogoro ya aina hii, ambapo maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo yamekuwa yakibadilishiwa matumizi na kutumika kwa ajili ya mambo mengine. Mfano ni mgogoro uliotokea kwenye halmashauri ya Korogwe. Na ili kuondoa jambo hili moja kwa moja, suluhisho la kudumu ambalo tulilifikiria ni kuanzishwa kwa mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya michezo nchini, SIMA, ambapo mamlaka hii sasa tuko katika hatua za mwisho za kuianzisha, na ambapo jukumu lake la kimsingi litakuwa kwanza kuhakikisha maeneo haya hayavamiwi, lakini kuboresha na kusimamia maeneo mbalimbali ambayo yanatakiwa kutumika kwenye shughuli za michezo. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Kungu ya kwamba mamlaka hii ipo katika hatua za mwisho za uanzishaji wake, na shughuli yake ya msingi miongoni mwa ambazo itakuwa ikizifanya itakuwa ni hii. Kwenye la pili la kuimarisha ligi za ndani, hata wakati najibu swali lake la msingi, mipango mingi ambayo serikali inaifanya kwa kushirikiana na TFF, lengo lake hasa ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha ligi za ndani ili kuwa na timu bora za taifa. Mipango kama kuimarisha timu za ndani za vijana chini ya miaka 15, 17 na 23,
lakini hali kadhalika ujenzi wa miundombinu bora ya michezo. Yeye atakuwa ni shahidi kwa sababu tuko naye kwenye kamati na nafahamu jinsi serikali inavyowekeza, lengo likiwa kuwekeza miundombinu bora ya kitaifa, lakini kuwekeza miundombinu bora ya mikoani na kuhakikisha tunafika mpaka kwenye halmashauri ili vijana wetu wapate maeneo mbalimbali ya kufanya shughuli zao za michezo, lakini pia na programu mbalimbali za kuwajengea uwezo walimu, waamuzi wa ndani na wachezaji na kuimarisha uwezo wao wa kufundisha, kucheza na pia weledi wakati wa kufanya shughuli zao. Yote inalenga katika kuhakikisha tunaimarisha ligi za ndani na hatimaye kuimarisha timu yetu ya taifa. Asante. Mheshimiwa Festo Sanga, moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Waziri, kuimarisha timu ya taifa